Yes bwana, taarifa kwa umma ni nyingi kweli kweli na zinaendelea kushuka kutoka kwenye taasisi hizi za kisoka. Taasisi ya Young Africans kama klabu ambayo wanajaribu kufafanua baadhi ya mambo, lakini pia mamlaka za soka kwa maana ya bodi ya ligi pamoja na TFF alkadhalika pia wamekuwa wakijaribu kufafanua. Lakini haya yote yamesababishwa na mchezo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba ambao ulitarajiwa kuchezwa hapo awali lakini haukuchezwa. Hivyo ulipangiwa tarehe mpya ya Juni 15 ndio mchezo huo upigwe. Young Africans wamekuja na msimamo kwamba mchezo huo hawataucheza, lakini pia wameweka conditions zao, matakwa yao ya nini kifanyike, na jana tuliangalia Young Africans wenyewe ndio walisema hiyo katika mkutano wao na waandishi wa habari kupitia ofisa habari wao Ali Shaban Kamwe. Sasa kama ulikuwa unadhani ni kwa mara ya kwanza msimu huu kwa Young Africans kusema wanajitoa katika ligi endapo matakwa yao walioyaweka, masharti yao wanayoyataka kutoka kwa mamlaka ya soka hayatotimizwa, basi hiyo sio mara ya kwanza. Imeshawahi kutokea kadhia za namna hiyo mara kadhaa. Young Africans walishajitoa katika ligi mara kadhaa, na hapa tunakwenda kuangalia kumbukumbu za historia nyuma. Iliwahi kutokea Yanga walijitoa katika ligi. Yes, twende tukaangalie ilikuwa mwaka gani na sababu zilikuwa vipi. Tukaangalie hizi trending, hizi series. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 1965. Hapa ndo ligi ya taifa ilipoanza rasmi. Ilikuwa ndo kama mfumo wa ligi sasa ule rasmi ulianza. Before ligi ilikuwa inachezwa katika mikoa, kila upande unacheza katika mikoa yao, lakini baada ya kufika mwaka huu kwa maana 1965 ndo ligi ya taifa ilikuja kuanza rasmi. Lakini sasa ndani ya ligi hii ya taifa Simba na Yanga walikutana. Sasa kwa wakati huo Simba ilikuwa inaitwa Sunderland na Yanga ikiitwa Young Africans. Kwa hiyo mechi yao walikutana Yanga dhidi ya Sunderland. Ikumbukwe Sunderland jina lake Simba lilikuja kwenye miaka ya 1971-72, mwanzoni mwa miaka ya 70 ndio jina la Simba lilikuja, lakini hapa walikuwa wakifahamika kama Sunderland. Sasa msimu huu Yanga walijitoa katika ligi. Ilikuwa vipi? Mechi ya dabi ndani ya msimu huu wa 1965 ligi ya taifa, Yanga dhidi ya Sunderland. Mechi ilikuwa inapigwa katika uwanja wa Karume. Karume tunafahamu uwanja ambao ndo shirikisho la soka liko pale. Uwanja ule katika huu mchezo kulikuwa kuna kadhia zilitokea. Kadhia ya kwanza ilikuwa ni Young Africans. Young Africans waligomea mchezaji mmoja wa Simba asicheze ule mchezo kwa sababu alikuwa hajasajiliwa. Lakini wakaja na ya pili, wakasema hawamhitaji muamuzi wa huo mchezo, yani waligomea referee wa ile mechi. Lakini Simba na wenyewe baadaye wakaja wakasema na wao kuna wachezaji wawili wa Young Africans wamefungiwa, hivyo hawatakiwi kucheza. Kwa wakati ule rais wa chama cha soka cha taifa kwa maana ya cha mpira wa miguu kwa maana ya TFF ya wakati ule ikiitwa FAT alikuwa ni Balozi Majid. Yeye pamoja na Abdul Husni ambaye alikuwa ni ndo kama huyu leo kwa maana ya mwenyekiti wa bodi ya ligi, walikwenda kuthibitisha kwamba hawa wachezaji hawajafungiwa na wana uwezo kucheza. Kwa maana kwenye swala la wachezaji ikawa limesoviwa. Muamuzi anapatikana wapi? Ikawa kuna changamoto ya kupata muamuzi ambaye hayuko upande huu wala hayuko upande huu. Kilichoamuliwa, FAT wakamchagua head coach wa timu ya taifa kwa wakati ule, anaitwa Milan Celebic. Huyu ndo alikuwa head coach wa timu ya taifa, kocha mkuu wa Taifa Stars, ndo akaenda kuchezesha huu mchezo. Sasa kwa sababu migogoro ilikuwa mingi, na hiyo ikumbukwe ni siku ya mechi kabisa, migogoro ilikuwa mingi, muda ulikuwa unazidi kwenda na uwanja wa Karume hauna taa. Kwa hiyo kilichoamuliwa, mechi ikaanza kuchezwa na dakika 15 tu Mawazo Shomvi wa Young Africans akaandika bao akitangulia kuiongoza Young Africans. Baadaye muda ukawa umekimbia kwa maana ya giza linaanza kuingia na mechi haijaisha. Hivyo Milan Celebic ambaye ni head coach akapuliza kipenga cha kumaliza mchezo, na kwa sababu muda ulikuwa haujafika wa kumaliza na alimaliza kwa sababu ya giza, akasema hii mechi ipangwe siku nyingine kuchezwa hii mechi. Kwa hiyo mamlaka zikathibitisha mechi ichezwe siku nyingine. Bwana Young Africans wakasema hapana, hiyo imeisha, kwa maana wao walikuwa wanaongoza goli 1-0, wakasema hiyo ngoma imeisha. Kwa hiyo hawakuwa tayari kucheza. Mamlaka ilisisitiza sana Yanga wacheze ule mchezo, lakini Yanga walisema hapana, hatuko tayari kucheza. Licha ya jitihada kubwa ambazo mamlaka walizifanya, mwisho wa siku Yanga wakasema tuko tayari kujitoa, na wakajitoa kabisa, na ubingwa ukaenda kwa wekundu wa Msimbazi Simba katika season hii hapa.
mwaka 1965. Mara ya pili ilikuja kutokea mwaka 1966, mwaka mmoja mbele baada ya ule wa kwanza. Kwa hiyo ndani ya mwaka huu walikutana Sunderland kwa maana ya Simba ya leo dhidi ya Yanga katika dabi ya Kariakoo. Sasa katika mchezo huu mwamuzi alimtoa mchezaji wa Yanga, alimtoa akimaanisha ndo kadi nyekundu ya leo hii, maana ya kumuondoa katika mchezo hahitajiki kuendelea kucheza. Lakini ikumbuke kwamba kipindi hiki kadi nyekundu ilikuwa bado haijaanza kutumika, yani matumizi ya kadi nyekundu hayapo. Kadi nyekundu ilianza rasmi mwaka 1970 katika fainali za kombe la dunia za Mexico, ndo zilianza kutumika kadi nyekundu. So hapa kadi nyekundu ilikuwa hakuna. Kwa hiyo namna kumtoa mchezaji, mwamuzi alikuwa anamtoa tu mchezaji kwa maneno kwamba wewe toka nje, toka nje. Sasa mchezaji akawa amegoma na Yanga akawa amegoma kwa pamoja, hawakuwa tayari. Kwa hiyo ule mchezo ukaleta vurugu. Baada ya kuwa vurugu kubwa, ikaamuliwa mchezo urudiwe siku nyingine, yani kwenye kutafuta suluhu, irudiwe mechi siku nyingine. Mamlaka ziliamua hivyo, lakini Young Africans waligoma, walisema hatuko tayari kurudia mechi siku nyingine. Kwa hiyo kilichofuata, Yanga wakajiondoa pia katika ligi ya msimu wa 1966. Hao ni wananchi katika kumbukumbu nyingine. Mbali na hapo, ikaja kutokea tena mwaka 1967. Yes, hapa katika msimu huu wa 1967 kidogo kuna mazingira tofauti. Haikuwa dabi, yani Yanga walijitoa, lakini Simba pia walijitoa, ila haikuwa katika mechi ya dabi. Msimu huu ilianzishwa ligi inaitwa ligi ndogo. Ligi ndogo. Ndani ya msimu huu ligi ilikuwa inachezwa, lakini kwa kipindi hiki ilikuwa inachezwa kwa kanda. Yaani inaanza kuchezwa katika kanda, labda kusini, labda wapi, alafu baadaye wanakuja kucheza katika kituo kimoja cha Dar es Salaam. Sasa basi, katika kuimaliza ligi ndani ya Dar es Salaam, sehemu ambayo kuna miundombinu mizuri, huku mikoani ligi ilikuwa imechelewa kuanza kwa sababu miundombinu haikuwa rafiki katika viwanja vingi vya mikoani. Kwa sababu ligi ilichelewa kuanza, mpaka mwezi Novemba ilikuwa ligi bado haijaanza, ligi kuu ya taifa, ligi haijaanza bado. Kwa hiyo kilichofanyika, FAT wakaamua kuanzisha ligi ndogo kwa baadhi tu ya timu ifanyike hapa Dar es Salaam. Sasa kwa sababu muda ulikuwa umekwenda mpaka mwezi Novemba hiyo, Simba na Yanga zikagoma. Hapa ni wote wawili kwa maana ya Simba na Yanga. Simba na Yanga waligoma kwa pamoja, walisema hapana. Sisi sasa hapo pia ni Sunderland. Maana hii bado ni 67. Hii pia ni Sunderland, ambao ndio Simba ya leo. Kwa hiyo baada ya kugoma wakajitoa, wakakubaliana wote, bwana sisi tunajitoa, hiyo ligi hatuchezi. Kwa hiyo baada ya kujitoa hawa, ligi kabakia kwa wengine waliosalia. Na ndio msimu ambao timu ya Cosmopolitan ikabeba ubingwa. Cosmopolitan leo inaitwa Cosmo kwa lugha rahisi, watu wanaita Cosmo. Hii ndo walikuwa mabingwa mwaka 1967 kwa mara ya kwanza. Tanzania tunakwenda kuwakilisha katika michuano ya CAF, na ndo walikwenda hawa Cosmopolitan kwenda kuwakilisha taifa baada ya Simba na Yanga kujitoa wakigomea ligi ndogo ndani ya msimu huu. Kumbukumbu nyingine ambayo ni ya 4 ilikuwa ni mwaka 1970. Yes, ndani ya mwaka 1970 chama cha soka cha taifa, mamlaka ya soka walikaribisha timu. Ilikuwa ni msimu fulani ambao wamekaribisha timu nyingi za mashirika zije kucheza, mashirika, taasisi mbalimbali zije kucheza katika ligi. Sasa zile timu za mashirika, asilimia kubwa kwa kipindi kile, wachezaji wengi walikuwa wanatokea katika hayo mashirika, na hata Simba na Yanga asilimia kubwa ya wachezaji wao walikuwa wanatokea katika hayo mashirika. Zile qualities zilikuwa zinatokea katika hayo mashirika. Sasa basi, Simba na Yanga season hii ya mwaka 1970 wakagomea, wakasema hawako tayari kucheza huu msimu kwa sababu wachezaji wao wengi hawatakuwepo. Kwa hiyo ni msimu fulani ambao ulikuwa na migogoro mingi mwaka 1970, na ndio msimu ambao ligi haikuchezwa ligi katika msimu huu wa mwaka 1970. Kilichofuata, mamlaka ya soka kwa maana ya FAT walipeleka jina la Yanga CAF ili Yanga ikawakilisha katika michuano ya kimataifa, kwa sababu msimu mmoja wa nyuma Yanga ndo walikuwa bingwa kwa maana 1960 na 69 Yanga ndo walikuwa bingwa. Kwa hiyo mwaka 1970 FAT wakapeleka jina la Yanga kwa sababu inabidi mwakilishi patikane katika michuano ya kimataifa. Jina la Yanga likenda kule, lakini ni season ambayo ligi haikuchezwa.
Kwa hiyo hii ndiyo kumbukumbu ya inayohusishwa na ligi kuu. Limewahi kutokea circumstances tena katika ligi kama Muungano, lakini katika ligi kuu hii ndo scenario ambayo inakumbukwa kwa hizi timu kwa kuleta changamoto kama hizi za kujitoa katika ligi. Kwa hiyo hata leo Young Africans wanasema watajitoa katika ligi kwa matakwa yao ambayo wameyaweka, ambayo wao wameona na maslahi ili kuweza kujiondoa katika ligi, lakini kumbukumbu inaonyesha kwamba sio mara ya kwanza. Nimejaribu kuonesha kumbukumbu ndo target kwamba limeshawahi kutokea changamoto kama hizi katika miaka ya nyuma. Maana kuna watu nadhani labda hii ndo mara ya kwanza. Of course naamini kuna watu wengi wanafahamu, lakini wapo ambao wanaamini hii ni mara ya kwanza. Endapo Yanga watajitoa katika ligi kuu, basi itakuwa mara ya kwanza. Hapana, ilikuwa tofauti. Kinachobadilika sasa hivi labda ni kanuni za miaka hiyo ya nyuma na kanuni za leo zina mazingira tofauti. Ndio maana unakuta Yanga mwaka 65 alijitoa katika ligi, lakini mwaka 66 Yanga alikuwepo tena katika ligi. Ushanifahamu? Kwa hiyo vitu vinatofautiana katika mazingira hayo. Kwa hiyo hii ndio scenario ambayo imewahi kutokea huko nyuma kwa Yanga na Simba katika kujitoa katika ushiriki wa ligi.